Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Wilson Mushora. Karibu. Mswada wa marekebisho ya sheria ya uchaguzi ya mwaka 2024 uliopitishwa na Seneti mwezi Disemba mwaka 2024 na kuwasilishwa katika bunge la Seneti kwa ajili ya kuzingatiwa, sasa upo kwenye mjadala mkubwa huku nchi ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka 2027. Mswada huo uliofadhiliwa na kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Aaron Cheriot na mwenzake wa chache Stewart Madzayo ni matokeo tu ya ripoti ya kamati ya mazungumzo ya kitaifa NADCO. Unapendekeza kuwa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC haitalazimika kupeperusha moja kwa moja matokeo ya uchaguzi, yakiwemo uchaguzi ya urais yaliyotangazwa katika vituo vya kupigia kura. Mswada huu sasa upo katika bunge la kitaifa. Chris Tairo anaripoti zaidi. Mswada wa marekebisho ya sheria ya uchaguzi wa mwaka 2024 uliofadhiliwa na serikali unataka kufuta kifungu cha 39 cha sheria ya uchaguzi na kuanzisha kingine kipya ambacho miongoni mwa mambo mengine hakilazimishi tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kurusha moja kwa moja matokeo ya uchaguzi ikiwemo ya urais yaliyotangazwa katika vituo vya kupigia kura. Hata hivyo, kifungo kilichotaka kuchukua nafasi ya kufutwa kwa kifungu cha 39 cha sheria na ambacho kilipitishwa na Seneti hakijumuishi hitaji la kurusha moja kwa moja matokeo ya uchaguzi kama yalivyotangazwa katika vituo vya kupigia kura. Sasa mswada huo uko bungeni kuona kama wabunge watakubaliana na maseneta wenzao kuondoa hitaji la utangazaji wa moja kwa moja wa matokeo ya uchaguzi kama yalivyotangazwa katika kituo cha kupigia kura, hatua ambayo imezua wasiwasi kuhusu uwazi katika mustakabali wa uchaguzi wa kitaifa. We want to state here categorically that we have not made any such decision, neither have we made any proposals to Parliament to try and stop live streaming. Na mimi nitakuwa wa mwisho kuweza kuunga mkono kitu chochote ambacho kitaweza kupinga demokrasia ama kuweza kuona ya kwamba majibu yakitangazwa pale yanapotangazwa ni lazima kila Mkenya popote alipo aweze kupata majibu. Mimi siwezi kugandamiza haki hiyo. Mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon alisema tume hiyo haijafanya uamuzi wala haijawasilisha bungeni pendekezo lolote nalolenga kuzuia vyombo vya habari kurusha moja kwa moja shughuli za uchaguzi. Hatua ya Seneti imezua mzozo mkubwa kuhusu uwazi na wa mustakabali wa uchaguzi wa kitaifa, na inakuja wakati aliyekuwa spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi akilaumu hatua hiyo, akisema kurusha moja kwa moja matokeo ya uchaguzi ni kanuni ya kawaida ya kidemokrasia katika demokrasia zilizoendelea. Hii bill si ya mwaka 2026. Hii bill ni ya mwaka 2024 iliyofanywa wakati ule Kenya ilikuwa imeingia katika majaribu ya fujo ambayo ilikuwa hakuna amani. Na ndio sababu baba pamoja na wale wenzake wote waliokuwa katika upinzani na hata pande ule wa serikali walitengeneza kamati ambayo ilikuwa inaitwa NADCO. Katika NADCO ilikuwa ikiongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Kwa sasa IEBC inatakiwa kurusha moja kwa moja matokeo ya uchaguzi kwenye mitandao yake kubwa iliyowekwa katika kituo cha kitaifa cha kuhesabia kura kama yalivyotangazwa katika vituo vya kupigia kura, ambapo vyombo vya habari huchukua matokeo hayo na kuyatangaza moja kwa moja ili kuwajulisha umma ni nani anaongoza kwa kura ngapi na kutoka vituo vingapi. Chris Tairo, KTN, Nairobi. Tusonge mbele mtazamaji. Kila taifa linahitaji